mkutano huu wa Baraza la Wafanyakazi kwa Wizara ya Ujenzi. Aidha, nitoe shukrani zangu za dhati kwako mwenyekiti na wajumbe wote kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu kwa mara nyingine, kwani nilipata fursa ya kufungua mkutano kama huu kwa jana uliofanyika mkoani Singida. Mwenyekiti wa baraza, kabla ya kuendelea, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kunipa dhamana ya kuendelea kuiongoza wizara hii kwa mara nyingine, kwa kushirikiana na ndugu yangu Comrade Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Msongwe Kasekenya, mbunge wa jimbo la Ileje mkoani Songwe. Mwenyekiti wa baraza, nitoe wito kwa wakuu wa taasisi kuhakikisha wanawasilisha wizarani taarifa za utendaji kazi wa bodi zenu za kila mwaka miezi mitatu kabla ya kumalizika kwa mwaka wa fedha kama sheria inavyoelekeza. Ninashukuru baadhi ya bodi nilikutana nazo pale ilipoanza tu kazi mwezi wa 12 na nyingine nadhani nilikutana nayo mwezi wa kwanza, na nimekuwa nikipata matokeo, nimekuwa nikipata reports. Kwa hivyo nishime wote mfanye hivi ili tupate kujua mambo yanayoendelea. Taarifa hizo ni muhimu kwani zinaniwezesha kufahamu uendeshaji na mwenendo wa bodi husika ili niweze kutoa maelekezo kwa kadri itakavyoonekana inafaa. Taasisi zilizopo katika utekelezaji wa mageuzi mbalimbali ziongeze kasi ya utekelezaji wa mageuzi haya ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Mfano, wakala wa ufundi na umeme TEMESA, wakala wa majengo ya serikali, mfano wakala wa majengo Tanzania na TBA, na nimeelekezwa kuandaa andiko la mpango wa biashara ili kuwezesha wakala kujiendesha kibiashara na kadhalika. Lakini vile TANROADS iongeze juhudi ya usimamizi na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya barabara na viwanja vya ndege ambavyo bado viko chini ya usimamizi kwa wizara yetu. Na jambo lingine ni taasisi zinazohusika na ukusanyaji wa maduhuli, mfano ERB, AQRB na CRB, muongeze juhudi za kuongeza makusanyo na kudhibiti matumizi ili kuleta tija ya uwepo wa taasisi hizi. Namba 5 ni nafasi mlizonazo ni za uongozi. Hivyo ni wasihi kuzingatia maadili ya viongozi wa umma na miko mbalimbali, ikiwemo kutunza siri, kupiga vita rushwa na kuheshimu utawala wa sheria. Hili nimeliongea kwa kirefu hapo nilikomaliza. Ndugu wafanyakazi, nadhani wapongezeni sana, mnafanya kazi kubwa nzuri sana.